Kipindi ambacho kinatufundisha mambo kupitia maumivu, majaribu, shida za maisha za watu tofauti tofauti na jinsi watu wanavyoinuka na kuwa washindi hata katikati ya kila wimbi linapovuma katika maisha. Japokuwa leo hatuna mgeni kwenye studio ambaye ataweza kutufundisha kupitia maisha yake kibinafsi, niruhusu niwakaribishie mgeni shujaa, mgeni wa kipekee ambaye tunamuona katika vitabu vya historia na hasa katika Biblia. Leo mgeni wetu kwenye studio ni maisha ya Mfalme Daudi. Kwa hivyo tujifunze mengi kutokana na huyu Mfalme Daudi. Baba mwenye enzi, umeandika mambo mengi kupitia Roho Mtakatifu yakaweza kutufunza kulingana na kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4. Siku ya leo Baba, fungua macho yetu tukaweza kujifunza mengi kupitia maisha ya yule uliyemuita mtu ambaye ameambatana na moyo wako. Wajalie wote wanaotutazama kufurahia, kuimarika, kujifunza na hata kukua kupitia maisha ya Mfalme Daudi. Yote haya tuomba kwa idhini kupitia jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu. Natumai kwamba umesema amen, umekubaliana pamoja na mimi. Maisha ya Daudi yalikuwa na mawimbi mengi sana. Mawimbi ambayo nayojadili siku hii ya leo ni kuhusu kukataliwa kwa Daudi, upweke ambao Daudi aliyoupitia, vita za kila aina ambazo Daudi alipitia, usaliti ambao alipitia katika maishani mwake, vile vile pia alipata majaribu ya kila aina. Na pia katika safari ya Mfalme Daudi tunaona kwamba alifika mahali akawa ni mwepesi wa kutubu, na vile vile pia tunajua kwamba maisha ya Daudi japokuwa yalianguka yaliweza kurejeshwa, na kuna sifa kochokocho za jinsi ambavyo alikuwa ni mshindi mkubwa. Hadithi yake inatufundisha kuwa hatima ya mtu haiamuliwi kwa mahali ambapo mtu alianzia ama mwanzo wake, mbali jinsi yawe anavyotembea katika safari ya maisha ya mtu. Na kwa hivyo katika hadithi ya Daudi kuna vipengele kadhaa wa kadhaa ambazo tunaenda kuangalia, na ya kwanza ni Daudi mchungaji aliyesahaulika. Ukifungua kitabu chako cha Biblia ni kwa sababu tuna nafasi ya kusimulia na kukukumbusha. Tunakumbuka kwamba katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 16, ukianzia pale mstari wa kwanza na kuendelea, tunamkuta Daudi alikuwa ni mtoto wa mwisho katika nyumba ya Yese. Na ilifika mahali akawa ni kana kwamba anasahaulika, kwa sababu wakati Samueli anakuja na uchupa wake wa mafuta kumtawadha mtu awe mfalme, Daudi hakukuwa kwenye picha. Na hivyo basi tunaona kana kwamba alikuwa ni mtu ambaye amesahaulika. Na hivyo ndivyo watu wengi leo wanavyojihisi. Wamepuuzwa. Sijui kama umefika mahali ukaona kana kwamba hata kwa familia yenyu wewe ni mtu ambaye usemi wake haudhaminiki kabisa. Hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Daudi. Ni mtu ambaye amekataliwa. Huenda ikawa umekataliwa kwa sababu ya yule ambaye ulitafuta ukamuoa. Huenda ikawa umekataliwa kwa sababu unaonekana kwamba wewe ni mtu fukara. Hawakumdhamini Daudi hata kidogo. Alionekana tu ni mchungaji, akae kule na kondoo zake, anuke kama kondoo. Ni mtu ambaye anaonekana kana kwamba amewachwa nyuma. Wengine wakijiita mahodari wa vita wamebobea, yeye alikuwa ni mtu ambaye hakumbukwi. Hata hivyo, Daudi anatufundisha funzo la ajabu. Mbinguni hauwezi kuwa umesahaulika. Unaweza ukakataliwa na watu, unaweza ukasahauliwa na watu, lakini kumbuka kule mbinguni kuna Yawe anaye kujua hata wakati ambapo umedharauliwa, na hilo ndilo fundisho ambalo tunajifunza kutokana kwa Daudi. Kuna mambo kadhaa ambayo ningetaka ukaweza kujifunza, mtazamaji mpendwa,
kuhusiana na kukataliwa na kudharauliwa kwa Daudi. Jambo la kwanza, usidharau mwanzo mdogo. Watu waliobobea kama Daudi walianza mwanzo mdogo. Walianza tu kama wachungaji wa kondoo. Walianza tu kama watu ambao hawadhaminiwi kwa sababu ya udogo wao. Na jambo la pili, mtazamaji mpendwa, mahali ulipo sasa sio mwisho. Kipindi cha safari na mawimbi ya maisha kimekuja kukutia moyo kwamba mahali ulipo sio mwisho wako. Unaweza ukaruka kuingia katika daraja inayofuata. Na jambo la tatu tunajifunza kuhusiana na kudharauliwa kwa Daudi ni kwamba uaminifu katika mambo madogo huandaa ukuu wa baadaye. Daudi aliaminika katika hali ya kuchunga kondoo. Daudi aliaminika katika ofisi hiyo ndogo, kumbe ilikuwa ni maandalizi ya ofisi kubwa sana iliyokuwa inamngojea. Mtazamaji mpendwa, popote pale ulipo katika safari yako, vile unavyopulizwa na mawimbi haya ya madharau na yanayotokana na watu, kumbuka kwamba ni maandalizi ya kitu kikubwa sana kinachokujia. Mgeni wetu kwa studio leo, Mfalme Daudi, ana mambo mengi ya kutufundisha. Jambo la pili ambalo nataka tuangalie katika safari ya Mfalme Daudi ni jinsi Daudi alivyopigana vita dhidi ya Goliatho. Hadithi hiyo tunaielewa kwa sababu tunaisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17. Kabla ya yeye kuwa mfalme, Daudi alipambana na kijitu kilichoitwa Goliatho. Jeshi lote liliogopa, unakumbuka hadithi hiyo. Lakini Daudi aliamini kuwa Yawe alikuwa mkuu kuliko tatizo hilo lililokuwa linakabidhi nyumba ya Israeli. Kwa hivyo Daudi alikuwa hana silaha nzito kama za Goliatho. Daudi hakuwa mzoefu wa vita, hakukuwa amejifunza vita kama vile watu walivyokuwa wanadhani. Yeye alikuwa tu ni mchungaji wa kondoo, mbali alikuwa na imani na ujasiri. Mtazamaji mpendwa, nataka nikuambie katika safari ya maisha hatukosi magoliatho wa kila aina. Kila mtu ana Goliatho wake. Kuna jitu jinamizi ambalo unakabiliana nalo, lakini kutokana na hadithi na safari ya Goliatho tunaona kwamba Goliatho aliweza kukabiliana na jitu hili ambalo lilikuwa limeleta fedheha katika jamii ya Israeli. Hata na wewe mtazamaji mpendwa, unaweza ukawa unakabiliana na jitu linaloitwa umasikini. Unaweza kuwa unakabiliana na jitu ambalo linaitwa magonjwa. Huenda ikawa uko pale hospitalini, huenda ikawa uko pale nyumbani. Jinamizi hili limekukalia kwa muda. Wewe unakabiliana na jitu lako. Goliatho wako wa leo anaweza akawa ni changamoto ya kifamilia. Hakuna maelewano kati ya ndugu na ndugu. Hakuna maelewano kati ya binti na mama. Hakuna maelewano kati ya wapendanao. Wachumba wawili wanakabiliana na jinamizi la jitu ambalo ni wimbi kubwa linalo jaribu kuangamisha maisha yako. Lakini niko hapa katika kipindi chetu cha safari na mawimbi ya maisha kukuambia Daudi ni mfano mzuri alivyokabiliana na hili jitu. Wakati mwingine jitu ambalo unalokabiliana nalo, wimbi linalokupuliza ni hofu. Kila mara wakaa baridi baridi, kila mara wakaa ukiogopa, unaona kana kwamba hauna kesho. Goliatho atakuja katika maisha yako. Unaweza kuwa ni Goliatho kama lile la yule Daudi, kudharauliwa, kukataliwa na watu. Kanisani watu wamekuchukia, wamekukataa. Ukijaribu kutafuta nafasi ya kuhubiri, wanakuambia wewe hauna capacity. Unaweza ukawa uko pale umekataliwa na watu wa familia yenu. Huenda ikawa kwamba umeolewa katika nyumba ambayo hawakupendi. Huenda ikawa kwamba umeoa msichana kutoka katika jamii tajiri sana. Wakikuangalia wanakudharau, hawakuoni kama wewe ni mtu. Hili ni jitu ambalo unafaa kukabiliana nalo. Labda wanakuhesabia mara zile umewahi kushindwa. Daudi anatufundisha mambo muhimu sana katika maisha yake. Ushindi hauletwi na ukubwa wa mwili, mbali ukubwa wa imani. Goliatho alionekana ni kimtu mbele ya Goliatho.
Goliathi alipokuwa anamwangalia aliona ni kitu kidogo sana, hata aliongea mambo ya dhihaka. Lakini sikia hapa, jitu hili la magonjwa haya unayokabiliana nayo, Daudi anatuonyesha kwamba hata kama hauna silaha, hata kama hauna pesa, ukiwa na imani tosha, unaweza ukaanguza jinamizi la ambalo linakabili maisha yako. Niko hapa kukuambia kwamba mgeni wetu kwenye studio siku hii ya leo, shujaa Daudi, anatusimulia maisha yake na kutuambia kwamba alipokuwa na imani na kubeba mawe 5, alizungusha jiwe la kwanza ambalo lilimuaibisha jitu Goliatho. Nataka ni fundisho letu la siku hii ya leo. Jambo la kwanza usikie hivi: usikimbie changamoto. Wacha kukimbia changamoto. Daudi hakukimbia kama wanajeshi wengine. Alijitokeza na akakubali kukabiliana na ile changamoto. Jitu linalo kukabili usilitorokee. Fungua mdomo wako kwa ujasiri kama Daudi, ukalikabili vilivyo. Mdomo wako ndio silaha yako dhabiti. Endelea kuongea mambo makubwa kwamba wewe kichwa chako nitaenda nacho leo. Mwili wako utaliwa na ndege. Ugonjwa huu umeniweka chini, lakini muda si muda ninainuka nikaendelea na majukumu yangu. Kuna giza, lakini kuna mwangaza unaokaribia. Maumivu yapo, lakini kesho ni mimi nitasimama kushuhudia. Ni mimi nitakuwa katika kipindi cha safari na mawimbi ya maisha, nikisimulia jinsi ambavyo nilikabiliana na jitu hili ambalo lilitaka kuniangamiza. Na jambo la pili, ushuhuda mkubwa huzaliwa kwenye vita vikubwa. Tunasema wakati mwingi your trial can be a testimony, kwamba hiyo hali yako ya ugumu, hiyo hali yako ya shida, kesho yake itakuja kuwa ndio ushuhuda mkubwa kabisa. Najaribu kukuambia nini? Achilia hii shida ipanuke, wachilia jambo hili lionekane kama ni jitu, na watu waseme wanaotaka kuyasema, lakini kesho yake hao waliosema watasema kwamba kwa hakika una Elohimu mkubwa ambaye amebadilisha shida yako kubwa ikawa ushuhuda mkubwa sana. Na ya mwisho, katika hali ya kukabiliana na majitu ya maisha, mara nyingi fursa kubwa hujificha ndani ya tatizo kubwa. Kwa hakika tumejua ukweli wa mambo ni kwamba unapokabiliana na matatizo na kuleta suluhu, hapo ndipo maisha ya wengi wametajirikia hapo. Maana shida ilipokuja alijiuliza, nitatatuaje hiyo shida? Mtazamaji mpendwa, ikiwa utakimbia ukabiliane na yule jitu, hapo ndipo ushuhuda wako mkubwa sana utakapotokea. Endelea kujiunga pamoja nami katika kipindi cha Safari na Mawimbi ya Maisha, tunapoangalia jinsi mfalme Daudi alivyotoka kuwa mchungaji na kuwa mfalme mkubwa sana katika historia ya Biblia. Hebu tupumzike kidogo, turejee na kuendelea na masimulizi ya mgeni wetu Daudi mfalme katika nyumba ya Yese. Do you have a concern, feedback or complaint about our programs or services? At Messianic Voice TV, your voice matters. We are committed to integrity, transparency, and serving you better every day. If you have any complaint or issue, reach out to us directly, share your experience, and let us make it right. Let all things be done decently and in order. 1 Corinthians 14, verse 40. We are here to listen, respond, and improve because you are part of this mission. Contact us today and let your voice be heard. Messianic Voice TV, truth, accountability, and service. Karibu tena katika kipindi cha Safari na Mawimbi ya Maisha. Mkaribishe mgeni wetu mfalme Daudi, tunapoendelea kuangalia jinsi ambavyo safari ya Daudi ilivyo na mafundisho kemkem kwetu sisi tulio hai siku hii ya leo. Hatua ya 3 nataka uangalie Daudi katika safari yake alikuwa ni muabudu na mwanamuziki. Ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13, Daudi hakuwa mpiganaji tu, mbali alikuwa mwabudu na mwanamuziki. Alipiga kinubi, roho ya huzuni ikamwondokea mfalme Saul. Historia ya Biblia
tunasikia kwamba Daudi anajulikana kama mwandishi wa zaburi nyingi. Daudi alipata nguvu na uponyaji kupitia ibada. Wakati ambapo alipokuwa ametengwa akiwa peke yake, alijitia moyo katika nyimbo alizoziimba. Wakati ambapo alikuwa ni mpweke, ndugu zake wanajipa shughuli, yeye ni wakusukumwa kama kitinda mimba, aliweza kuwa ni mtu ambaye alijiingiza katika taaluma ya kupiga kinubi ambacho kilikuwa ni cha kamba 10. Akawa mwimbaji. Na kwa hivyo katika hali hiyo tunapata kwamba ibada inaweza kuponya majeraha ya moyo. Jinsi Daudi alivyokuwa anapiga kinubi chake, akitumia talanta yake ikamponya mfalme Sauli katika roho wake mchafu. Hata nawe unapopulizwa na mawimbi ukajikuta katika jinamizi hizo zinazokusukuma, ukajikuta kana kwamba umedharauliwa, jipe moyo katika nyimbo za faraja, jipe moyo katika hali ya kuabudu. Yaani imba vile Yawe alivyo mkuu kuliko jitu linalo kuangalia. Badala ya kuimba sana kuhusu ugonjwa unaopitia, badala ya kuwa kwamba unanugunika kwa sababu ya shida unazozipitia, geuza hali ya kuwa mwimbaji na mtu ambaye ni wa kuabudu. Katika hali hiyo ya kuabudu utakuta moyo wako unapona. Katika hali ile ya kuabudu utajikuta kana kwamba shida ambazo ulidhania ni shida zimeyeyuka mbele za uwepo wa Yawe unayemwabudu. Daudi alikuwa ni mwandishi wa vitabu vya Zaburi. Hata na wewe katika hali unayoipitia, chukua kalamu na karatasi, anza kuandika moyo wako katika hali ya uimbaji, katika hali ya utunzi wa mashairi. Na katika hali hiyo ya uimbaji tunapata kwamba dawa ilipatikana, akaweza kuwaponya wengine na yeye mwenyewe akaweza kujiponya. Mtazamaji mpendwa, Daudi alipona kwa sababu ya uimbaji wake. Daudi alipona kwa sababu ya utunzi wa sheria zake. Daudi aliponyesha hata waliopagawa na pepo kwa sababu ya maabudu na utunzi wake wa muziki. Kipawa kinaweza kufungua milango kabla ya cheo. Wakati mwingine mtu akiwa na cheo anasema kitu na kinatendeka, lakini kumbuka kwamba hauna cheo chochote pale unaponitazama, lakini una kipawa cha aina fulani. Unapokitumia kipawa chako vizuri, mtazamaji mpendwa, utajikuta kwamba kipawa hicho kinaweza kikakufungulia mlango. Kinaweza kikakufungulia mlango mkubwa sana. Maana kipawa cha uimbaji kiliweza kumfungulia Daudi nafasi hata ya kuonekana mbele ya mfalme, na akawa kwamba anaimba wimbo wa kumtuliza mfalme. Na hapo hapo alipokuwa anaimbia wimbo, alianza kujifunza mambo ya utawala katika nyumba ya Sauli, na vile vile pia akaweza kujipatia mke wa mfalme Shaul kwa sababu ya kipawa alichokuwa nacho. Usipuuze kipawa ulicho nacho, kitumie vizuri. Kitumie vizuri mtazamaji mpendwa, kinaweza kikakufanyia mambo ambayo fedha zako hazingeweza. Kinaweza kikakufungulia mlango ambao jamii yenu haingeweza kukufungulia. Na jambo la mwisho, tunapoangalia kipaji na safari ya maisha ya mfalme, tunapata karama yako inaweza kuwa njia ya mafanikio yako. Mtazamaji mpendwa, karama ulio nayo inaweza ikakupeleka mbali. Mimi ni mmoja ambaye maisha yangu najua karama niliyoielewa kitambo, jinsi ambavyo imenifungulia njia hata za kwenda Marekani. Mtazamaji mpendwa, kabla Daudi hajavaa taji alikuwa ameshika kinubi. Kabla wewe haujainuliwa, ni nini unacho mkononi mwako? Daudi alikuwa na kinubi. Kinubi chake alikitumia vizuri, kikaweza kumpandisha hadhi ya mahali pengine. Jambo lingine ambalo tunalojifunza katika maisha ya mfalme Daudi, Daudi alikuwa ni mtu ambaye alipitia maumivu ya kukataliwa. Alipitia maumivu mengi. Alikataliwa na mke wake, alikataliwa na watoto wake, alikataliwa hata na mfalme. Ukitaka kuangalia sehemu moja, kwa sababu hadithi ya Daudi ni mrefu mno, angalia Samueli mlango wa 18 na uangalie vile vile pia mlango wa 19. Baada ya Daudi kufanikiwa, Sauli alianza
kumwonea wivu na kutaka hata na kumuua. Daudi alipitia usaliti. Hata baada ya kufanya mambo mengi alisalitiwa. Daudi alikataliwa. Ilifika mahali hata Daudi alifitiniwa na watu. Daudi alipitia mawimbi makali. Alikimbia kuokoa maisha yake. Mtu ambaye alikuwa ana heshima zake akaanza kuishi katika mapango. Daudi vile vile katika hali ya kuishi kwa mapango yake ilikuwa ni hali ya kuwa ni mtu ambaye anayekataliwa. Mtazamaji mpendwa, wewe unayetutazama siku hii ya leo, wakati mwingine mafanikio yako yanaleta huzuni. Bila shaka katika kipindi chetu ambacho kilichangulia cha Kingdom Prosperity, tunasema mtu anatamani afanikiwe, mtu anatamani azidi kuinuka. Lakini did you know kwamba unapozidi kufanikiwa ndivyo unavyokaribisha watu wenye fitina, watu wenye chuki, watu wenye kukukataa, watu wenye kukusingizia mambo ya aina aina. Mafanikio yako yanaweza yakakuongezea maadui. Daudi alikuwa ameitwa, alikuwa ametiwa mafuta kuwa mfalme, lakini bado aliishi kama mkimbizi kwa miaka mingi. Wakumbuka kwamba hata alipomiminiwa mafuta hakukubalika, alikaa kama miaka 7. Wachache tu wakimtambua, wengine wakimkinai. Ana mafuta. Ni wangapi hata labda unayenisikiliza siku hii ya leo umefanikiwa, una talanta, lakini watu hawakutambui, hawaitambui. Unakuwa ni mtu ambaye amekataliwa. Unakuwa ni mtu ambaye watu hawakukubali. Unakuwa ni mtu ambaye watu wanatafuta hadithi nyingi za uongo ili wakuangushe usizidi kuwa ni mtu ambaye anafanikiwa. Jambo ambalo tunajifunza katika mgeni wetu wa siku, Mfalme Daudi, upako hauondoi vita. Sikumaanisha kwa sababu umekuwa mchungaji, sikumaanisha kwa sababu una karama kubwa kila mtu atakupigia saluti. Mafuta ambayo umefanikishwa nayo na yawe mwenyewe, amekumiminia mafuta mwenyewe, si kwamba utakosa vita. Bibi yako anaweza kukuchapa vita, kichapo cha mbwa. Mume wako anaweza pia kukuonea wivu, mume wako mwenyewe. Watoto wako wenyewe wanaweza wakakuonea wivu. Daudi anakimbia mtoto wake Absalom. Daudi anafanya yote kwa moyo wake mzuri, mke wake anamkejeli. Upako si kumaanisha kwamba hautakuwa na vita. Vita ni sehemu ya kuinuliwa kwako, vita ni sehemu ya maisha, lakini kumbuka tunavyosema, kabiliana na jitu lako kama vile Daudi alivyokabiliana na Goliatho. Kuchelewa si kukataliwa, na kucheleweshwa sio kunyimwa. Kuna mambo unayotaka yawe ya sasa na sasa na sasa hivi, lakini Baba angali anakuandaa, anafanya upitie matatizo, lakini kucheleweshwa sio kunyimwa. Kwa wakati wake Daudi alikubalika, watu wakampigia saluti, hata wengine waliokuwa wanamtukana na kumuita mbwa waliaibika baadaye. Cheleweshwa kidogo kidogo, uko katika hali ya kuandaliwa ili ukaweza kushinda ile hali. Na katika hali hiyo tunampata kwamba subira ni sehemu ya hatima. Unapokuwa ni mtu mvumilivu, mtu wa subira kama Daudi, wakati wako utaweza kufika. Mtazamaji mpendwa, watu wengi wakubwa waliandaliwa pangoni kabla ya kuketi kwenye viti vya enzi. Ni vizuri ukajifunza kukaa katika kimya kimya na kukubali hali ilivyo. Ni kwa sababu kupitia mapango, kupitia ile kimya kimya, kupitia mahali ambapo haupigiwi makofi, unafanya mazoezi, hakuna mtu anayeona, wakati unakuja mawimbi hayo yatakupeleka ya ujikute kwamba umekaa pamoja na wafalme ukila ukinywa. Ni kwa sababu haukukubali dharau na fitina na chuki za watu zikuondolee maono ambayo yawe amekuwekea yeye mwenyewe. Mafuta haya ni Daudi aliletewa na yawe, hakuyaitisha. Samueli alitumwa akamtafute mfalme, hawakujua ni huyu kijana mdogo wa Yese, alitiwa mafuta, lakini mafuta yalifanya akaweza kuwa na shida nyingi sana. Daudi katika safari yake tunakuta Daudi na mashujaa wake. Daudi alikuwa jemedali mkubwa sana, lakini alikuwa anazingirwa na watu kama mmoja wao anaitwa Joab.
Daudi aliua jitu, lakini waliokuwa karibu na yeye vile vile waliua majitu. Tunajifunza nini kutokana na huyu mgeni wetu wa siku, mfalme Daudi? Katika kitabu cha Samueli wa pili sura 23, Daudi aliwakusanya watu waliovunjika mioyo, waliokataliwa, akawageuza kuwa mashujaa wakuu. Kwa sababu ya Daudi kupitia dhihaka, kwa sababu ya Daudi kupitia kukataliwa, aliwakusanya watu ambao walikuwa wamevunjika mioyo, aliwakusanya watu waliokuwa wamekataliwa, aliwakusanya watu ambao walikuwa wanaonekana kana kwamba ni takataka. Lakini yeye kupitia mawimbi na safari aliyoipitia, akaanza kuwatayarisha na kuandaa waweze kupokea ushujaa, waweze kuwa na imani, wakaweza kukabiliana na majitu. Goliathi siye peke yake aliyeuawa, kuna majitu wengine waliouawa na wale ambao Daudi aliyoweza kuwaandaa. Nataka niseme nini, mtazamaji mpendwa? Katika kipindi cha safari na mawimbi ya maisha, kiongozi wa kweli huwainua wengine. Daudi alikubali waliokataliwa, akaanza kuwatayarisha, akaanza kuwafunza kupigana vita. Daudi anasema katika wimbo wake wa Zaburi 144, nifundishe mikono yangu kupigana vita. Alivyofundishwa Daudi kupigana vita, aliwafunza wengine. Daudi hakukufa ama Daudi hakufunikwa peke yake. Daudi alikaa na watu, kina Joabu wakamzunguka. Hata kuna wakati ambapo walipokuwa na tukano wanataka kumtetea, akawaambia msipigane vita hivi, wacha baba apigane kwa niaba yetu. Mtazamaji mpendwa, wewe kupitia shida ulizozipitia, simama uwaimarishe watu wale wengine. Kupitia matatizo uliyoyapitia na ukaweza kuondoka katika yale matatizo, rudi nyuma ukainua wengine. Wanaokejeliwa kuitwa maskini, wanaokejeliwa kuitwa hawana kitu, ukaweza kuambia kwamba ulipo leo unaweza kuwa mahali pengine bora. Bora usikate tamaa, bora usitie rohoni yale manunguniko na matukano ambayo watu wanaokutukana kwa hali ulio nayo wakati huu. Mtazamaji, mafunzo ambayo tunayojifunza na hali hii ya Daudi kuwa kwamba alianza kuwainua wengine, tunajifunza jambo hili. La kwanza, jizungushe na watu walio na maono. Kwa hivyo wakati ambapo umekataliwa, waite wengine, na hao ambao wanaokuzunguka pia uwatie maono, ukawa na watu ambao wako na maono sawasawa na wewe, ama uwauzie maono yako. Wakiinunua, mtaandamana pamoja na wao, na wakati ambapo unainuka pamoja na nao. Daudi aliinuka na wengi. Hata tunakumbuka kwamba anapokuwa akiinuka alikuwa na rafiki yake mzuri sana anaitwa Jonathani. Na wakati ambapo hata Jonathani alirudi akafa, alianza kutafuta watu ambao walikuwa walaini ya Jonathani, akaweza kuwainua. Hadithi yake inatuambia kwamba alitafuta mtu akapata, hata alikuwa ni mtu kiwete, akasema huyo kiwete aje akae karibu na mimi, ili akafurahia matunda ambayo ninayofurahia, maana najua kuinuka kwangu si kuinuka peke yangu, kuna watu ambao walionisaidia. Na jambo hilo la pili vile vile katika funzo letu la leo, uongozi wa kweli hujenga wengine. Daudi alikuwa ni mtu ambaye aliwajenga wengi. Hata na wewe na mimi tuwajenge walio tuzunguka, tuinuke wanapoinuka pamoja na sisi. Maumivu yako yanaweza kuwa msaada wa wengine. Uchungu ulioupitia unaweza ukafika mahali uwe kwamba uchungu huo uliupitia ili ukaweza kuwainua watu wengine. Mtazamaji mpendwa, mtu anapopita katika safari na mawimbi ya maisha yake, kuna changamoto ambazo huwakabidhi watu. Daudi hakuachwa peke yake, kwa sababu tunakuta katika hadithi na maisha ya Daudi, tunakuta kuanguka kwa Daudi na binti Bathsheba. Hii ni hadithi nzuri sana ambayo inakuonyesha kwamba unaweza kuwa juu na ukateleza. Daudi aliteleza, alianguka. Daudi pia alianguka katika makosa makubwa, makosa ya uzinzi. Alifanya uzinzi na mke wa mtu mwingine. Alifanya dhambi na Bathsheba,
na kutumia vibaya mamlaka yake. Haya yalikuwa ni makosa yaliyoonekana waziwazi. Kupitia mamlaka yake aliua mtu ambaye hakuwa na hatia, mume wa Bathsheba. Makosa yalikuwa ni mengi. Hii inatufundisha kuwa hata watu wakubwa wanaweza kuanguka wakikosa nidhamu na tahadhari. Ukiwa pale ulipo, usijawe na kiburi, usijawe na kutumia ofisi yako vibaya, usijawe na kutumia pesa zako vibaya, maana ukikosa nidhamu kama mtu ambaye tayari ameinuliwa, unaweza ukagonga chini na kichwa. Huyu jamaa alijaribu kujificha, lakini kujificha kwake kuliweza kuwekwa wazi na huyu mtu ambaye ni nabii nabii ambaye aliyekuja kumkosoa. Tunapata kwamba alikuja akaonyeshwa makosa yake na yeye hakukataa. Tunakuta kwamba hii inatufundisha kuwa hata watu wakubwa wanaweza kuanguka wakikosa nidhamu, na hivyo basi Biblia haikuficha udhaifu wa Daudi. Ilionyesha kuwa ukuu bila tabia njema unaweza kuharibu maisha. Niposa tunasema anointing without character haiwezi kafanya mtu ende mbali. Anointing yako inaweza kukupatia cheo, lakini ukikosa nidhamu utaanguka. Daudi alikuwa ni mmoja ambaye vile vile aliweza kuanguka, ni kwa sababu alikosa kamba za kusitiri tamaa zake za mwili. Mafundisho katika hadithi hii na kipengele hiki cha kuanguka kwa Daudi: hakuna aliye juu ya majaribu. Hata wafalme wanajaribiwa, makuhani wanajaribiwa. Majaribu yanamkuta kila mtu. Mamlaka yanahitaji hekima na haki. Hata ukiwa tajiri, usitumie utajiri wako vibaya kuwapora na kuwanyang'anya watu wale wengine. Hata ukiinuliwa, umechaguliwa wewe katika cheo, hakuna kitu ambacho kinakaa milele duniani. Misimu huja, misimu hupita. Kwa hivyo Daudi alitumia cheo chake vibaya, akamuua mtu ambaye hakustahili kufa. Na jambo lingine katika hadithi ya Daudi, tunaona kwamba uamuzi mmoja mbaya unaweza kuadhiri wengi. Makosa ya mtu mmoja yanaweza kuadhiri watu wengi. Tukifuatilia hadithi ya Daudi, tunakuta kwamba kuna wakati alifanya makosa haya yakaleta tauni katika nyumba ya Israeli, na watu maelfu wakafa kwa sababu ya kosa la mtu mmoja. Mtazamaji mpendwa, jihadhari sana makosa yako yasije yakaadhiri kizazi chako kinachokuja, kizazi cha 3 na cha 4. Makosa yako ya siku hii ya leo yanaweza yakaadhiri maisha ya watu wale wengine. Daudi alifanya watu wengi sana wakaweza kuumia. Hata hivyo, mwisho wa Daudi unatufurahisha, maana baada ya kuanguka ni vizuri kurejea, ni vizuri kutubu. Na kipengele hichi tunaangalia kwamba toba na kurejeshwa kwa Daudi. Ukisoma kitabu cha Zaburi 51, kitabu ambacho napenda sana, alipokemewa na nabii Nathani, Daudi alitubu kwa moyo wa kweli. Tunajifunza, unapoanguka wacha kufunika makosa yako, yakubali na ukayatubu kwa moyo wa kweli, kwamba toba yako si ujitoe. Unapoambiwa sema pole, hausemi pole basi nitasema pole, la hasha. Unasema toka katika kilindini cha moyo na ukasikia kwa hakika umekosea. Hakujificha, mbali alijinyenyekeza mbele za Yawe. Mtu huyu alitubu hata akafunga siku kadhaa wa kadhaa. Unapoteleza, usikae chini, inuka kwa haraka iwezekanavyo, lakini inuka kama umeumwa mchanga wa mahali pale ulipotelezea. Na mchanga huu unamaanisha kwamba unatoka na funzo la kusema jambo hili halitatendeka tena maishani mwangu, ama useme katika lugha ya mawakili, kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Mtazamaji mpendwa, Daudi anatufundisha nguvu za toba, nguvu za kutubu. Kilichomfanya kuwa wa kipekee sio kutokuwa na makosa, mbali uwezo wake wa kurudi na kumrudia Yawe kwa haraka. Neno lasema kwamba Yawe akizungumza kwa kinywa chake mwenyewe anasema kwamba nimempata mtu ambaye moyo wake unaambatana na wangu. Wanadamu ni wanyonge, ni wadhaifu,
lakini pinde unapoteleza kuwa mwepesi wa kutubu, kuwa mwepesi wa kurejea. Na zaidi sana katika kizazi ambacho tulicho, mpe Roho Mtakatifu nafasi ili kwamba usije hata ukaingia katika yale makosa, kwa maana inawezekana. Daudi alitubu katika Zaburi ya 51, akasema usiniondolee roho wako, nihurumie, na akasema kwamba utakaposimama utawaimarisha wale wengine. Akasema nitakaposimama nitawaimarisha wale wengine, na bila shaka aliweza kuwaimarisha. Katika safari na mawimbi yako ya maisha, lazima tuweze kujifunza mambo haya. La kwanza, kuanguka sio mwisho wa maisha. Kataana na watu ambao wanaosema ukianguka hauwezi ukainuka tena. La, Biblia yasema kwamba mtu mtakatifu huanguka hata mara 7, na hatutaki uanguke hata mara ya pili, hata mara ya kwanza. Lakini ikiwa wewe unayenitazama umewahi teleza ukapiga chini, wacha kuendelea kuangalia kama ni mwisho wa safari yako. Katika maanguko yako kuna funzo. Jifunze, inuka, anza safari na uwe bora zaidi kuliko ulivyokuwa hata kabla ya wewe kuanguka. Na jambo la pili tunajifunza kwamba, mtazamaji mpendwa, unyenyekevu ni sehemu ya ukuu. Nyenyekea mbele zake Yawe, nawe atakuinua. Endelea kushuka, naye akazidi kuongezeka. Unyenyekevu ni kitu cha maana sana, na tunamkuta kwamba Daudi alikuwa ni mtu wa kunyenyekea mara kwa mara. Daudi anasema kwamba moyo uliopondeka hautadharau. Alijua hivyo maana alipitia makosa mengi. Alipitia makosa yaliyoandikwa na yale ambayo hayakuandikwa. Yawe anaweza kumrejesha mtu aliyevunjika. Mtazamaji mpendwa, kuna wengi walioanguka. Daudi akiwa mfano mzuri wa siku hii ya leo, alianguka akainuka tena, na kwa hivyo jaribu kuinuka na uwe na kufanya kauli iliyo thabiti, kuanguka na kutubu na kusimama tena na kuendelea. Mtu aliyeanguka lakini anatubu anaweza kuinuka tena akiwa na hekima na akiwa na ujuzi hata na zaidi. Mtazamaji mpendwa, kupitia safari na mawimbi ya maisha tunaona kwamba kuna hali ambayo mtu huteleza na akaweza kuanguka. Niruhusu niingie katika breki ya pili tunapomalizia kipindi cha safari na mawimbi ya maisha, katika sehemu ya mwisho tunapoangalia jinsi Daudi alivyojenga legacy yake, alivyojenga urithi wake, kitu cha kukumbukwa. Hata na wewe mtazamaji mpendwa, una sababu ya kujenga legacy ambayo watu watakukumbuka hata baada ya miaka mingi ya wewe kuondoka katika ulimwengu tulio nao siku hii ya leo. Karibu tena baada ya break hii. Shalom family. For years, Messianic Voice TV has been a beacon of light, bringing the undiluted word of Yahweh directly into your homes. To keep this fire burning and reach even further, we need you to stand with us. We are calling on all our viewers to support our programs, upgrade our technical accessories, and fuel the mission. Your partnership allows us to move swiftly and deliver Yahweh's work with the excellence it deserves. You can sow your seed today through Lipa na M-Pesa, paybill number 402-647-1, account name, your name, or send directly via M-Pesa to 0708-708-284, registered under the name Stephen Kamau. As you support the ministry, may you be abundantly blessed for being a pillar of the gospel. Catch us live and stay fed on our Facebook page, Messianic Voice TV. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth. Karibu tena mtazamaji mpendwa, kipindi ni safari na mawimbi ya maisha, na leo tuko na mgeni wa historia, mgeni Daudi, na tunajikuta kwamba katika safari ya Daudi tunajifunza jinsi ya kutengeneza legacy. Labda Kiswahili ambacho napata hapa ni urithi. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 22 unapojisomea, Daudi alitaka kumjengea hekalu Yawe mtakatifu, lakini Yawe alimchagua Suleimani kukamilisha kazi hiyo. Ingawa hakumaliza kila kitu mwenyewe, aliandaa msingi na rasilimali ya kizazi kijacho. Hapa tunataka kujifunza kwamba mafanikio ya kweli ni kuacha urithi wa kudumu. Kiingereza tunasema kwamba there is no success without a successor.
There is no success without a legacy. Na legacy ni kitu ambacho kitasimama hata baada ya wewe kuondoka. Mafanikio ya kweli ni kuacha urithi wa kudumu. Daudi alitamani sana kujenga nyumba, na mwanawe wa pekee Suleimani wa yule mke Bethsheba walianguka na yeye aliweza kujenga a very magnificent temple. Na kwa hivyo katika jambo hili tunajifundisha kwamba jenga kwa ajili ya vizazi vijavyo. Usifanye tu mambo yako kwa wakati wako peke yake. Tunasema unapopanga, panga kana kwamba utaishi miaka 100, lakini unapofanya kazi, fanya kazi kana kwamba hauna kesho. Ukiwa na desturi hiyo ya kupanga mambo ya vizazi vijavyo, mambo ya miaka inayokuja, hata ukiondoka utakuwa umewacha what we call legacy. Na kwa hivyo tunamkuta kwamba alijenga na akafanya mambo ambayo yameandikwa katika Biblia. Tunakuta kwamba tunaimba nyimbo nyingi za Zaburi ambazo aliziandika, akazitunga na aliziimba wakati wake. Unaweza kuanzisha jambo ambalo wengine watakamilisha. Anza miradi ambayo kwa hakika ni mikubwa na unafanya ukijua kwamba hautakuweko. Nimetembea sehemu mbalimbali katika dunia hii na nikakuta kwamba kuna monuments, kuna facilities ambazo katika archives zao jambo hili lianzishwa na mtu fulani wa fulani miaka hii miaka ile ya kitambo, lakini kazi aliyoifanya ingali inaongea mpaka siku hii ya leo. Mtazamaji mpendwa, Daudi amefanya mambo mengi. Ushawishi wake katika hali ya utunzi wa uimbaji, alivyopanga hata vile watu walivyokuwa wakiimba, alivyopanga makuhani, desturi hiyo ilikuweko vizazi baada ya kizazi. Hata tunakuta hata wakati Yeshua anazaliwa, tunakuta Zakaria kuhani alikuwa anafanya kazi katika zamu ya Abia, ambayo ni Daudi alikuwa ametengeneza zamu hizo. Na kwa hivyo ni vizuri kuacha legacy ya mambo ambayo unayoyafanya. Na jambo lingine mtazamaji mpendwa, tunaweza kujifundisha katika safari ya Daudi, maisha yenye maana hubariki watu hata baada yako. Ukiwa utaishi maisha ya maana, utawacha vizazi vyako vikifurahia na kusema babu ama babu ya babu yetu alifanya haya, alituachia hiki na hiki, nidhamu alizoziweka, baraka alizoziweka, maadili aliyoyaweka, watoto wangali wanayafuata. Neno lasema kwamba mtu mtakatifu huacha urithi kwa watoto wake na wana watoto wake. Kwa hivyo kuwa na hali hiyo ya kuwa ni mtu ambaye anazoea kufanya mambo ukiangalia kesho na sio leo. Unafanya mambo ambayo yataadhiri maisha yanayokuja. Basi tunapata kwamba katika historia Daudi tunamtambua kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mambo kadhaa wa kadhaa ambayo tunaweza tukayataja. Jambo la kwanza, alikuwa ni mfalme wa pili tangia watu waitishe hali ya wao kutawaliwa kama wafalme. In history Daudi anajipata kwamba ndio wa pili baada ya Saul. Na vile vile pia tunampata Daudi alikuwa ni shujaa wa vita, alipigana vita vingi sana na akashinda, lakini vita alivyovipigana, damu iliyokuwa mingi sana mkononi mwake ndio ilisababisha Yawe asiruhusu akajenga ile hekalu, lakini akasema mtoto wako atajenga hekalu. Na kwa hivyo Daudi alikuwa ni shujaa wa vita. Na jambo lingine tunakuta kwamba alikuwa ni mwabudu na mtunzi wa zaburi. Kati ya zaburi 150, na hivi juzi nilipata mtu anasema kwamba kuna zaburi zaidi ya zaburi 150 ambazo Daudi aliziandika. Sehemu kubwa ya vitabu hivyo yeye mwenyewe aliziandika. Kati ya 150 Psalms tunaona kana kwamba Daudi aliandika almost 3/4 of the books of ama hizo nyimbo za Psalms. Vile vile pia tunamkuta kwamba katika historia tunamtambua kama Daudi baba yake Suleimani ambaye ni mfalme mmoja mkuu sana, na kwa hivyo yeye alimwandaa mtu aliyemrithi na akawa ni mtu mwenye hekima nyingi sana. Na vile vile pia tunampata kwamba ni mmoja wa watu muhimu sana katika historia ya Biblia. Jerusalem ilianzishwa kuwa mji mkuu wakati wa utawala wa Daudi. Hiyo tunaita Zion. Jerusalem ni Daudi aliyeitengeneza, ni Daudi aliyeiweka mahali ambapo ilipo, na Daudi anajulikana kwamba
katika Jerusalemu ni yeye aliyetengeneza kuwa ni capital city. Na mimi wakati moja ama nyakati mbili ambazo nimetembea pale Jerusalem, nimekuta kuna statue yake kubwa sana akiwa na kinanda chake cha kamba 10 imewekwa mahali pale. Na hapo pia ndipo palipo na kaburi ya huyu Daudi, ambapo watu hupitia kuona ile monument, na Wayahudi wengi sana hulilia hapo katika hiyo kaburi ya Daudi. Tunapotamatisha kipindi chetu, lazima tujiulize mafunzo makuu kutoka katika maisha ya Daudi. Jambo la kwanza, tunaona kwamba mwanzo wako hauamui mwisho wako. Never despise small beginning, kitabu cha Ayubu kinasema, na kitabu pia cha Zakaria kinasema. Kwa hivyo Daudi alianza kama mchungaji, lakini alimalizia kuwa ni mfalme. Mahali unapoanzia haimaanishi hivyo ndivyo utakavyomalizia. Maisha inaweza kukupeleka ukajikuta hata na wewe umetoka mahali ukafika sehemu ya juu, kama vile Daudi alivyokuwa mchungaji wa kondoo, na yeye baadaye akaweza kuwa ni mfalme katika nyumba ya Israeli. Jambo la pili tunalojifunza katika safari ya Daudi, imani hushinda majitu. Kitu msingi tunachohitaji, ujasiri na kumtumainia Yawe, kunaweza kuleta ushindi mkubwa. Ongea mambo makubwa ukijua si nguvu zako, si uwezo wako, ni Yawe utakayemwezesha. Activate uwezo wa Yawe kwa sababu ya kukuza imani yako. Kupitia imani ya Daudi, aliongea mambo makubwa, aliangusha jitu. Hata wewe jitu linalokukabili unaweza ukalipiga mwereka ukawa ni mshindi. Na jambo la tatu ambalo tunajifunza katika hadithi ya Daudi, maandalizi ya siri ni muhimu. Kuna mambo unafanya kama umetulia, kuna mambo unafanya kimya kimya behind the curtain. Malisho yalimuandaa Daudi kwa kiti cha enzi. Alivyokabiliana na dubu, alivyokabiliana na simba katika malisho, yaliweza kuandaa kuwa kwamba anaweza kuwa mchungaji wa watu badala ya kuchunga tu kondoo. Na jambo la 4, mafanikio huleta changamoto. Mtazamaji mpendwa, as much as you want to be successful, lazima ukaelewa kwamba unavozidi kupanda ngazi ndivyo changamoto zinazokuja na changamoto zako zinazidi kuwa kubwa. Kila ushindi unaweza kuleta vita vikubwa. Unapotajirika zaidi, watu wanakuonea wivu. Unapopanda cheo, watu wanakuonea wivu. Na kwa hivyo, na vile vile kama sio wivu, the more money you have, the more responsibility you have, the more promotion you are getting katika ranks zako, jua sio kiti tu cha kukalia, ni changamoto zinavozidi kuwa nyingi. Na jambo hilo lingine tumejifunza, tabia ni muhimu kuliko vipawa. Yes, you can be very charismatic, lakini if you don't have character, you can get into the office, but because of lack of your character, itakuondoa katika ile ofisi. Yani ni kusema kwamba karama pekee haitoshi. Kuwa na karama nzuri haitoshi, lakini kama hautakosa discipline, utajikuta kwamba unaweza ukapoteza hiyo karama ulionayo. Na jambo la tatu tumejifunza kwamba toba huleta kurejeshwa. Unaweza ukateleza, lakini unapoungama ungamo wa kweli, unaweza ukasamehewa. Unaweza ukafanya makosa katika ofisi na bosi wako akakupiga kalamu akakwambia hauko kazi tena, lakini utakaponyenyekea na uandike barua tu ya msamaha wa dhati, unaweza ukarejeshwa, na baada ya kurejeshwa unaweza pia hata ukapromotiwa. Makosa yanapaswa yanaweza kuharibu hatima yako. Kwa hivyo usikubali kuwa ni mtu wa kukosea, na pinde unapofanya makosa, kubali kutumu. Wacha kiburi cha kutosema sorry, maana utajipiga kifua useme hata sikuhitaji, lakini baadaye ujikute kwamba umeingia mahali pabaya. Jifunze kuwa ni mtu wa kusema pole. Badala ya ndoa yako ikazambaratika na wewe ni mwanaume, shuka tu chini, mwambie mke wako pole kwa sababu ulimkosea. Na unapomwambia pole, unaweza ukaokoa hatima yako, unaweza ukaokoa your destiny. Na la mwisho, jambo la 7, acha urithi mzuri. Brothers and sisters, whatever you do, fikiria ni legacy gani utakayoiacha. Ishi maisha yanayo wanufaisha wengi.
You are blessed to be a blessing, na ikiwa utatembea katika kanuni hiyo, mambo yako yatakuwa mwisho. Niruhusu nihitimishe kwako mtazamaji mpendwa, niseme maisha ya Daudi yanatukumbusha kuwa maisha ni safari yenye mawimbi. Bila shaka hakuna maisha ambayo hayana panda shuka, kupanda kushuka. Mawimbi yanaweza kuja, yanaweza kuvuma. Mawimbi ya vita yanaweza kuvuma. Mawimbi ya kuanguka huja, watu huteleza. Waulize walioteleza wakainuka tena. Na mawimbi vile vile pia yanaweza kuja, ni mawimbi ya kukuinua. Kwa hivyo hayo yote tumeyaona katika maisha ya Daudi. Lakini kupitia kila wimbi, Yawe bado anaweza kumwongoza mtu katika kusudi lake. You are created for a purpose, you are created for that kusudi, na kwa hivyo ukimtumainia Yawe anaweza akakuletea mambo mazuri. Labda leo kuna mtu anajihisi amesahaulika kama Daudi akiwa malishoni. Uko hapo unajisikia na kana kwamba umesahauliwa. Brother, you are not forgotten. Ni wakati tu naongojewa the right time ukainuliwa tena. Mwingine anakabiliana na Goliatho wa maisha. Kuna watu labda ni wagonjwa kwa miaka mingi. Huyo Goliatho tu tunampa muda, lakini kwa sababu ya imani yako tunaweza kumshusha chini. Mwingine ameanguka na anahisi hana tumaini. Kuna tumaini. Umeanguka katika giza, umeanguka katika kivuli, umeanguka katika bonde la uvuli wa mauti, umeanguka hata huko katika jela, lakini unaweza ukatoka hiyo jela na ukawa mtu wa dhamani sana, kama kitabu kimoja tulichokisoma katika tamthilia Siku Zangu za Shuleni, Mui Huwa Mwema. Mtu ambaye alikuwa ameteleza akaanguka na baadaye akaweza kuinuka. Hivyo basi hadithi ya Daudi inatufunza mambo kadhaa wa kadhaa. Hadithi ya Daudi inatufundisha mambo kadhaa wa kadhaa. Safari yako bado haijaisha. Safari yako bado haijaisha. You have a long way to go. Una siku nyingi za kwenda, na kwa hivyo Yawe akutie nguvu mtazamaji mpendwa unaonitazama kipindi hiki, na vile vile pia waweze kushinda mawimbi ya maisha na kuingia katika kusudi ambalo Yawe amekukusudia liwe ni lako katika maisha. Tumemaliza lisaa letu lizuri la safari na mawimbi ya maisha. Ninatumai kwamba mgeni wetu ameweza kuwa wa baraka kwako, na natumai kwamba wiki ijayo tutakuwa na wageni wengine ambao wataendelea kutufunza vile maisha yao imewapeperusha. Na hadi tutakapoonana tena siku nyingine, kwa heri. Kipindi ni Safari na Mawimbi ya Maisha, nahodha wako Mchungaji SK Ng'ang'a, na kutakia mafanikio katika kila jitihada zako za maisha. Kwa heri, tuonane tena kwa majalio yake Baba wa mbinguni. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth.